أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo ni siku ya Jumanne, Mei 20, 2025 sawa na Dhulqaada 21 mwaka 1446 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Taarifa tulionayo hii leo itakuwa ni kupitia baadhi ya maudhui zinazotokana na kesi ya uhaini ambayo ilisikilizwa mnamo tarehe 19 mwezi huu wa Mei katika mahakama ya hakimu mkuu wa mahakama ya Kisutu. Kesi inayomkabili kiongozi wa chama kikuu cha upinzani hapa nchini Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kadhalika tutakuwa na taarifa ya tamko kali lililotoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye alikemea vikali uingiliaji wa baadhi ya wanaharakati kutoka baadhi ya nchi jirani ambao walianza kumiminika kwa ajili ya kufuata kusikiliza kesi hiyo. Tuanze na taarifa ilivyokuwa. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Chadema, Tundu Lissu, mwanzoni kabisa mwa wiki hii alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkuu wa Kisutu mnamo siku ya Jumatatu, Mei 19, 2025, ambako kesi yake ya uhaini na uchochezi zilisikilizwa katika mahakama ya wazi. Mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu ilifurika wadau wa siasa, wanaharakati wa haki za binadamu, wanasiasa na makada wa Chadema ambao walikwenda kusikiliza mwenendo wa kesi ya mwenyekiti huyo wa Chadema. Miongoni mwa waliohudhuria kusikiliza kesi hiyo ni pamoja na jaji mkuu mstaafu wa Kenya David Maraga na mwanahabari mkongwe wa Tanzania Jenerali Ulimwengu. Lissu, ambaye alipandishwa kizimbani akiwa amezingirwa na askari wa usalama, aliwasili katika mahakama hiyo mnamo saa 3:30 asubuhi akiwa ameshikilia begi kubwa lililojaa vitabu chungu mzima. Alipofikishwa ndani ya mahakama, Lissu alisema hivi: Warioba anazungumzia majaji na utendaji wa haki. Wanasema nimesema vibaya majaji. Warioba ndiyo msemaji, alisema Lissu. Hata hivyo, kesi ya uhaini dhidi ya Lissu ilipotajwa, upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika na wakaiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa siku 14 mbele zaidi, jambo ambalo lilipingwa vikali na mawakili wa utetezi. Hatua ya baadhi ya wanaharakati na wanasiasa wa nchi jirani ya Kenya kujaribu kujasikiliza kesi hiyo ilimghadhibisha sana Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo alitumia nafasi ya uzinduzi wa hafla ya sera za kigeni kutoa matamshi makali juu ya ugeni huo ulioonekana kuja kumuunga mkono Tundu Lissu. Wanaharakati kadhaa wa Kenya walizuiliwa kuingia nchini Tanzania, akiwemo wakili wa Kenya na aliyekuwa waziri wa sheria na masuala ya katiba wa nchi hiyo Martha Karua na wenzake wawili ambao walirudishwa Kenya baada ya kuzuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwa muda unaozidi masaa 6 kabla ya kuabirishwa katika ndege na kurejeshwa nchini kwao Kenya. Wengine waliorudishwa ni pamoja na wanaharakati Hussein Khalid na Hanifa Farsafi ambao wote waliingia nchini Tanzania kwa ajili ya kufuatilia kesi ya Tundu Lissu. Vyombo vya habari viliripoti kuwa mwanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya na mwanasheria Agatha Atuhaire kutoka Uganda walishikiliwa na jeshi la polisi Tanzania kwa mujibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Serikali ya Kenya imesema kuzuiliwa na kufukuzwa kwa raia wake nchini Tanzania hakutaathiri chochote uhusiano wa nchi hizo mbili. Msemaji wa serikali nchini humo Isaac Mwaura amesema sidhani kama kuna mzozo wowote wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania. Kila nchi ina njia yake ya kushughulikia mambo yake. Kukazia msimamo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema tumeanza kuona mtiririko wa mwenendo wa wanaharakati wa kanda hii kuanza kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kwetu huku, tusitoe nafasi.
Mtafiti katika taasisi ya mafunzo ya usalama ISS nchini Kenya, Dr. Nicodemus Mainde, kuhusu kipi kinachowasukuma wanaharakati wa Kenya kumiminika Tanzania kufuatilia kesi hii. Yeye alisema ni kwa lengo la kujenga mshikamano kama walivyokwenda nchini Uganda kusikiliza kesi ya Kizza Besigye. Amesema Dr. Minde na kuongeza kuwa kuna taarifa kwamba wanataka kutengeneza mshikamano katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, ukizingatia nchi hizi zinapitia wakati mgumu kwenye suala zima la demokrasia. Wakati huo huo, wanaharakati na wanachama wa chama cha wanasheria Afrika Mashariki EALS, akiwemo mwanasiasa na kiongozi wa chama cha siasa cha Kenya PLP, pamoja na aliyewahi kuwa jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya Willy Mutunga, na wakili wa chama cha wanasheria Kenya Gloria Kimani, walizuilia kukanyaga ardhi ya Tanzania na kurudishwa nchini Kenya. Karua na wenzake walirudishwa wakiwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, Dar es Salaam, ambako walikuja kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Akihojiwa na vyombo vya habari baada ya kurudi Kenya, Karua alisimulia kilichowakuta. Walitushikilia kwa zaidi ya saa 6. Kulikuwa na ofisa aliyetulinda, wakatushikilia kwa saa 6, lakini hawakutufunga pingu, Karua alisema. Mgombea urais wa zamani wa Kenya, Martha Karua, alifukuzwa kutoka Tanzania. Uamuzi wa kuwarudisha wanaharakati kutoka Kenya umetafsiriwa kwa mitazamo tofauti na wanasheria nchini Tanzania, ambapo kaimu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, Fulgence Masawe, amesema ni muhimu watu kupewa nafasi ya kuja kuona kinachoendelea Tanzania. Ushauri ni kwamba ni kuwaacha watu washiriki. Wanakuja kama wataalamu wa sheria, wanakuja kama watu wa haki za binadamu, waachwe washiriki kuona kinachoendelea, alisema Masawe. Hata hivyo, kesi ya uhaini dhidi ya Lissu iliahirishwa hadi Juni 2 mwaka huu, ambapo itasikilizwa kwa njia ya mahakama ya wazi, na shauri la uchochezi dhidi ya Lissu kadhalika bado linaendelea. Hili ni tukio mojawapo lililokubwa zaidi kutokea kwa chama kwa kufunguliwa dhidi ya viongozi wao kesi kubwa kama ya uhaini. Hapo kabla, mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Freeman Mbowe alishtakiwa kwa kesi ya ugaidi na kusalia gerezani kwa miezi kadhaa. Na sasa ni zamu ya mwenyekiti mpya Tundu Lissu akikaribishwa katika wadhifa huo mpya kwa kesi ya uhaini. Heka zaidi zimeibuka baada ya kukamatwa kwa kiongozi mwingine wa Chadema, huku msajili wa vyama vya siasa akitengua uongozi wa chama katikati mwa wimbi la wanachama kujengua kwa wingi. Tangu ulipomalizika uchaguzi wa ndani wa chama uliomuingiza uongozini Tundu Lissu, chama kimeendelea kukumbwa na misukosuko ya ndani na nje inayotishia uimara wa chama hicho. Mvutano kati ya chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema na vyombo vya dola umechukua sura mpya kufuatia kukamatwa tena kwa naibu katibu mkuu wa chama hicho upande wa bara, Amani Golugwa, akiwa njiani kuelekea Ubelgiji kushiriki mkutano wa kimataifa wa demokrasia IDU. Katika taarifa yake kuhusiana na tukio hilo, Chadema imesema Golugwa alikamatwa usiku wa manane katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, ambapo polisi walimpokonya simu na nyaraka zake za kusafiri. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa Golugwa alikuwa na mwaliko rasmi kuhudhuria mkutano huo wa kimataifa unaolenga kuimarisha demokrasia barani Ulaya na duniani kote kwa ujumla. Jeshi la polisi baadaye lilitoa taarifa likithibitisha kumshikilia Golugwa kwa madai kuwa amekuwa akisafiri ndani na nje ya nchi kinyume cha taratibu za kisheria. Polisi wamedai walipokea taarifa za siri kuhusu mienendo hiyo na hivyo kuanzisha uchunguzi dhidi ya mwanasiasa huyo. Kukamatwa kwa Golugwa kumeibua hisia kali ndani na nje ya nchi. Umoja wa watetezi wa demokrasia duniani IDU ulitoa tamko kali kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, ukilaani kitendo hicho na kusema kuwa kuwanyamazisha wapinzani ni kuminya demokrasia. Baadhi ya wadadisi wa siasa za Tanzania wanamkosoa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwa kuendeleza wanaharakati badala ya kucheza michezo ya kisiasa. Msemaji wa Chadema Brenda Rupia ameambia DW kuwa chama hicho tayari kimeanza mchakato wa kisheria kumtetea kiongozi wao. Tunapambana kwa njia ya sheria kuhakikisha Golugwa anaachiwa huru. Kuna uwezekano pia akaongea na vyombo vya habari muda si mrefu, alisema.
Hata hivyo, baadaye Golugwa ilisemwa kuwa aliachiwa huru. Kana kwamba hayo hayatoshi kukivuruga chama hicho, tukio jipya limejitokeza ambapo msajili wa vyama vya siasa nchini alitangaza kutengua uteuzi wa viongozi wakuu wa Chadema waliopatikana katika uchaguzi wa ndani ya chama hicho uliofanyika Januari 22. Waliotenguliwa na msajili ni pamoja na katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu wa bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa Zanzibar Ali Ibrahim Juma na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu. Msajili wa vyama amedai kuwa kikao cha uchaguzi kilikosa akidi halali, jambo ambalo limeibua maswali mengi kuhusiana na uingiliaji wa mamlaka za serikali katika masuala ya ndani ya vyama vya siasa. Hata hivyo, kabla ya uamuzi huo, malalamiko yalikuwa tayari yamewasilishwa mahakamani na Limras Mchome, mjumbe wa baraza kuu la Chadema. Mbali na misukosuko hiyo ya kitaasisi, Chadema inakabiliwa pia na wimbi jipya la kuhama kwa wanachama wake. Katika muda mchache uliopita, zaidi ya viongozi 100 kutoka mkoa wa Tabora walitangaza kukihama chama hicho. Hali hiyo imeshuhudiwa pia Kilimanjaro ambapo viongozi 58 wamejiondoa, na Temeke jijini Dar es Salaam ambako makada 80 wamehama wakidai kutoridhishwa na mwenendo wa chama. Baadhi ya viongozi wa juu wa Chadema walijiondoa chamani kupinga msimamo wa Lissu wa kupinga kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025, wakihoji kuwa mabadiliko hayawezi kuletwa nje ya mchakato wa kisiasa. Dr. Gabriel Mwang'onda, mchambuzi wa siasa nchini Tanzania, ameieleza DW kuwa hatua zinazochukuliwa dhidi ya Chadema zinaashiria mwelekeo hatarishi kwa demokrasia ya vyama vingi nchini. Ukamataji wa viongozi wa upinzani, kufutwa kwa uongozi kupitia mamlaka za serikali na wimbi la wanachama kuhama, vyote vinaashiria mazingira magumu kwa siasa za upinzani. Wakati Chadema ikikabiliwa na changamoto hizi kubwa, wadadisi wa kisiasa wanahoji, je, kuna mkakati mpana wa kupunguza nguvu ya upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025? Na je, taasisi za kimataifa zitachukua hatua gani kusaidia kudumisha misingi ya demokrasia nchini Tanzania? Kwa sasa macho na masikio ya wengi yanaelekezwa kwa Chadema na serikali, wakati taifa likiendelea kufuatilia mustakabali wa vyama vingi vya siasa na uhuru wa kisiasa. Maraga alifika mahakamani na kusikiliza kesi ya Lissu. Kesi ya Tundu Lissu imeendelea huku mashinikizo kutoka ndani na nje ya nchi yakiongezeka, yakihusisha madai ya ukandamizaji wa haki za kiraia na za kisiasa, jambo ambalo serikali ya Tanzania imekuwa ikipinga wakati wote. Wiki mbili zilizopita, bunge la Ulaya limelaani hatua ya kukamatwa Tundu Lissu na kueleza wasiwasi wake kuhusu kesi ya uhaini dhidi yake ambayo ina hukumu ya kifo. Bunge hilo pia lilitaka serikali ya Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, kufanya mazungumzo na vyama vyote vya siasa kuhusu mageuzi ya uchaguzi, kuheshimu haki za binadamu, kuheshimu vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Tanzania ilijibu kwa kueleza kuwa imesikitishwa na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya na kusema uamuzi uliofikiwa na bunge hilo ni kutokana na taarifa zisizo kamili au za upande mmoja bila kuwasiliana na serikali kwa njia ya kidiplomasia. Lakini hiyo si mara ya kwanza kwa Tanzania kujadiliwa katika bunge la Ulaya juu ya mwenendo wa siasa zake. Disemba 2018 bunge hilo lilitoa kauli ya kukosoa hali ya kisiasa nchini Tanzania kutokana na kile walichokiita ni kukandamizwaji wa uhuru wa wananchi kupitia sheria kali dhidi ya asasi za kiraia, watetezi wa haki za binadamu na vyombo vya habari na vyama vya siasa. Umaarufu wa Tundu Lissu nje ya mipaka ya Tanzania ulizidi kuongezeka baada ya kunusurika shambulio la mauaji la Septemba 2017. Watu wasiojulikana na ambao serikali hadi sasa inapinga vikali uchunguzi wa kuwatambua wahusika wa tukio hilo walimshambulia akiwa katika gari lake akitoka katika kikao cha bunge katika jiji la Dodoma kwa kumiminia risasi chungu nzima zilizoingia sehemu mbalimbali za mwili wake, tukio ambalo ni muujiza wa nguvu za Mwenyezi Mungu zinazomfanya Tundu Lissu kuwa hai hadi leo, hali ambayo wauaji wake walidhani angemalizikia katika eneo la tukio.
Watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu wanapaswa kukumbuka kila mara kuwa suala la uhai na umauti wa binadamu liko mikononi kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba. Tamko kama hilo linaelezwa ndani ya Qur'ani tukufu pale Mwenyezi Mungu aliposema katika sura ya 7 aya ya 34 kwamba walikulli ummatin ajalun fa idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Na kila umma una muda wake, utakapofika muda wao basi hawatakawia hata saa moja wala hawatatangulia. Aya hii inazungumzia kwamba kila binadamu aliyeumbwa na kuletwa hapa duniani ana siku aliyozaliwa na kuja. Mara tu baada ya kuzaliwa na kuanza uhai wake hapa duniani, siku ya kutoka roho yake anaipanga ni yeye Mwenyezi Mungu, na inapofika siku hiyo hakuna kuzidi saa moja wala hakuna utaratibu wa kifo kumfika mtu kabla ya muda wake wa kifo. Lakini ni vizuri pia kukumbushana kuwa tunapoingia katika masala ya ushindani, iwe ni wa vyama vya siasa au vyama vya mipira, baadhi wanakuwa watani na baadhi wanakuwa ni maadui kwa kiasi kwamba wanadhamiria kuuana au kuua watu wengine wasiowaunga mkono, jambo ambalo sio haki. Lakini la msingi ni kuwa mtu mwenye busara hawezi kudhani kuwa njia ya kupambana na adui yake ni kumuua. Kwani mtu anapokuwa umekushamuua, huwezi tena kumwambia au kumuuliza kwamba umeonaje nimekushinda au umeshindwa. Bali njia ya kushindana ni kuweka taratibu za kushindana, mara utashindwa wewe na siku nyingine atashinda mwingine. Lakini swala la mauaji kama haya ambayo tumekuwa tukiyashuhudia, utekaji nyara watu, kupotea watu, ni miongoni mwa maovu ambayo yanaleta chuki kubwa sana baina ya serikali na raia, na hasa pale inapoonekana kuwa polisi wanajitambulisha kuwa wamekwenda kumchukua mtu na baada ya kuondoka naye anakuwa haonekani tena. Hii inaondosha sifa nzuri ya jamhuri au serikali yoyote ile ambayo ina matendo kama hayo na wala haijaribu kwa nia ya dhati kutafuta njia ya kukomesha matukio kama hayo. Katika nyakati hizo na wakati wa kushiriki uchaguzi mkuu wa 2020 kama mgombea wa urais wa Chadema, jina lake Lissu lilizidi kuvuma nje ya Tanzania, hivyo haishangazi kusikia sauti kutoka Kenya na Ulaya zikiwa mstari wa mbele kuzungumzia kesi yake. Kesi ya uhaini na ya kuchapisha taarifa za uongo zinazomkabili mwanasiasa huyo Tanzania kutoka chama kikuu cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, ambazo zimesikilizwa katika mahakama hiyo mnamo Jumatatu Mei 19, zimegonga vichwa vya habari kitaifa na kimataifa. Uhaini ni kesi ambayo ukipatikana na hatia, hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa, na wakati huo huo kesi hiyo yakiambatanishwa na nyingine, kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayoweza kumuingiza katika faini au kufungwa gerezani si chini ya miaka 3 au adhabu zote mbili kwa pamoja. Jambo moja ambalo tunaweza kulizungumza kwa kifupi ni kwamba katika azimio lililopitishwa na bunge la Umoja wa Ulaya, mojawapo ilikuwa kuiamrisha serikali ya Tanzania kumwacha huru Mheshimiwa Tundu Lissu, na la pili ilikuwa ni serikali ya Tanzania ikubali au ikilazimishwa kukubali kutambua uhalali wa uwepo wa mabaradhuli ambao kwa lugha nyingine tunawaita wapenzi wa jinsia moja. Jambo kama hili ni utovu wa adabu. Bunge la Ulaya limekosa adabu kwa sababu Tanzania ni taifa. Ni lazima kila nchi moja iheshimu mipaka ya kujitawala ya nchi nyingine. Kwa hivyo basi haikuwa jambo la halali wala la kiungwana wala la ustaarabu kwa bunge la Ulaya kutoa kama amri, kuamrisha serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kufuata matakwa ya bunge la Ulaya. Hili ni mojawapo ni kosa. Wanaweza wakatoa ushauri kwa kadiri wanavyoona na kwa kadiri ya uzoefu wao katika mambo hayo, lakini hawawezi kutoa maelekezo kwa serikali ya Tanzania ambayo imechaguliwa na wananchi. Hii si tu kwamba ni dharau kwa serikali ya Tanzania, lakini ni kwamba wanaopitisha maazimio kama hayo wanakuwa bado wanarudi nyuma miaka karibu 60 iliyopita, wakati walipokuja hapa kwa ajili ya kufanya ukoloni, ikiwemo wizi wa rasilimali za nchi yetu na kuzihamishia kwao. Ni vizuri tu tuwakumbushe kwamba Tanzania ni nchi huru, ina utaratibu wake wa kupata viongozi, inazo sheria
na inayo mahakama iliyothabiti. Kwa hiyo mambo ya Tanzania ya kimahakama yanaweza yakaamuliwa kimahakama. Yale ambayo kesi zake zinaweza kubadilisha au zikaleta tafaruku katika nchi, ziko ngazi za kidiplomasia, na ndio maana ya kubadilishana wanadiplomasia. Serikali za Ulaya na serikali nyingine zozote zile zinaweza kushauriana na viongozi kwa viongozi kwa ngazi ya juu na kwa siri na kwa heshima, sio kwa dharau kwamba wewe fanya hivi fanya vile. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, tunaambiwa tukubali kuhalalisha mapenzi ya jinsia moja. Kwanza tungependa bunge la Ulaya litambue kwamba katika Afrika hakuna mila za namna kama hiyo. Hakuna mila za wanaume kwa wanaume kuoana. Ukitaka kujua mume ni nani, mke ni nani, mpaka utambulishwe. Lakini vile vile hata wanyama hawaishi maisha kama hayo. Achilia mbali binadamu, hawaishi maisha kama hayo, bali hata wanyama wanaishi kwa utaratibu ule ule wa mke na mume, na kuna mmoja wapo anazaa. Ni nani katika hao wanaopitisha azimio la kutaka ushoga uingie Tanzania anayeweza kutoa taarifa inayoonyesha kuwa kuna nchi fulani kuna midume miwili ilipata kuoana na wakapata mtoto? Kwa hiyo hakuna utaratibu kama huo, na kama utaratibu huo upo katika nchi zao, wanapaswa wao kuendeleza katika nchi zao, lakini hawawezi kulazimisha nchi nyingine kufuata matakwa yao, kwa sababu hapa sio kwao, sio nchi yao, na walikuja hapa kwa njia ya dhuluma na kwa njia isiyokuwa ya haki, na bado tunadai vitu vingi na mali nyingi ambazo walipora na hawajazirejesha. Wanatakiwa warejeshe mali hizo. Badala ya kuzirejesha mali walizopora huku, wamekuwa pesa hizo hizo wakitukopesha tena na kutuingiza katika madeni makubwa ili tuendelee kuwalipa. Hii ni hali ambayo tunaweza kuita kuwa ni ukoloni mambo leo. Tunaweza kuita kuwa ni dharau kwa serikali ya Tanzania, lakini ni dharau zaidi kwa wananchi wa Tanzania ambao ndio wenye haki na jukumu la kuchagua viongozi wao. Ndugu wa Tanzania wenzangu, tuendelee kusubiri na kumwomba Mwenyezi Mungu salama ipatikane na muafaka upatikane, kwani utaratibu wa uchaguzi uliopo hivi sasa unaelekea kuwa kuna matatizo kutokana na baadhi ya vyama kuonekana kuwa kutakuwa kuna shida ya vyama hivyo kushiriki katika uchaguzi, jambo ambalo litazusha manunguniko. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu salama ipatikane, amani ipatikane, na muafaka baina ya viongozi wa kisiasa upatikane kwa manufaa ya usalama na uendelevu wa amani na utulivu wa nchi yetu kama ulivyo. Maadamu kesi ziko kwenye mahakama, kwa msingi huo ni tabia yetu na ni utaratibu kuheshimu mahakama hadi pale mahakama itakapokuwa imejiridhisha kwamba ushahidi ule upelekwa mbele yake kosa liko wapi. Lakini maoni ya watu wengi na wanaojaribu kutoa maoni, kuna baadhi ya watu wanaona kwamba kesi hii haiko katika misingi ya kisheria, wanaodhani kuwa kesi hii iko kisiasa zaidi kuliko kijinai. Almuhimu, kila mmoja ana mapenzi yake, lakini tuiache mahakama ambayo haingiliwi na mtu yote ifikie uamuzi. Kama tulivyoona upande wa mashtaka, yani upande wa serikali ulitaka kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao, lakini mahakama imekataa. Imekubaliana na upande wa mawakili wa Lissu wanaotaka kesi isikilizwe ikiwa mshtakiwa mwenyewe akiwa mbele ya mahakama. Huyo ni uhuru na uwezo wa mahakama. Tusisahau kuomba dua usiku na mchana kwa ajili ya nchi yetu, maana amani ni jambo ambalo ni tunu. Lakini kwa hakika kama wanavyosema baadhi ya watu ni tunu, lakini sio kweli, kwani amani sio tunu iliyotoka mbinguni kutujia, bali amani ilitokana na uongozi tuliokuwa nao bora. Lakini vile vile wapo watu ambao usiku na mchana hawalali kwa ajili ya kutafuta na kutazama ni viashiria gani vinavyoonekana na vikiachwa vinaweza huko mbele kuchafua ama kutibua amani tulionayo. Kwa hiyo amani hii imejengwa kwa gharama kubwa sana, na hakuna amani mahali popote pale ambapo hakuna haki. Kwa hiyo tujiweke katika maadili ya kupenda kuwa na haki, maana haki ndiyo hiyo hiyo itakayozaa amani. Hapawezi kuwa na amani mahali ambapo watu hawana haki, hawana uwezo wa kutoa mawazo, hawana haki ya kuweza kuchagua chama wanachokitaka. Hapo amani haiwezi kuwepo. Itakuwa ni amani ya mdomo, sio amani kutoka ndani ya nyoyo zetu.
Tusisahau kumwomba Mwenyezi Mungu kila siku kama nilivyosema, na Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa kila kitu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah